taarifa za uongo. Kuna sehemu waliwahi kuandika kwamba pesa yao imeliwa pesa ya Yanga imeliwa ya miaka 3 ya ubingwa. Lakini sasa ile pesa kwani ile pesa haijaliwa na rais. Ingawa rais ni shirikisho. Ni rais tu, cheo yenyewe ni taasisi. Sasa inawezekana ile ndio pia imempelekea kwenda kushtakiwa, lakini kwa kauli pia ambazo kunazo anaandika kwa vitu ambavyo kuandika Manara mara kwa mara kwa mitandao ya kijamii kuhusu Wallace Karia, nilitegemea kuona hili likiwa limefika hapa, kwa sababu rais wa shirikisho ni mtu muhimu sana, ni mtu ambaye anaheshimiwa sana kwenye mpira wa nchi husika. Lakini pia ukumbuke Wallace Karia ni mjumbe wa kamati tendaji ya CAF. Ni mtu ambaye pia anahusika moja kwa moja kwenye masuala ya uendeshaji wa mashindano ya CAF. Kwa hiyo ni mtu nyeti sana kwenye mpira, sio tu Tanzania lakini na Afrika pia kwa ujumla. Kwa hiyo pale ambapo unajaribu kumchafua kwa namna yoyote ile, lazima adili na wewe, na ndio kitu ambacho amekifanya Wallace Karia, ambacho kilikuwa kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Na pengine haitaishia tu kwa Haji Manara, inaweza kumgusa mmoja baada ya mwingine. Yaani inaweza kaa ni series hiyo inaendelea, yaani kila mmoja ataguswa kwa upande wake. Kwa hiyo nategemea kuona kitu kama hicho kikiendelea pia. Tuone itakavyokuwa. Lakini mpaka sasa ameachiwa kwa dhamana. Tafsiri yake bado kesi ipo. Manake ikiwa bado iko polisi, manake uchunguzi. Kwa hiyo imekuwa ni mara ya pili Mara ya pili anaingia na mgogoro. Yani mara ya kwanza ndo alifungiwa akiwa kama ofisa habari wa kikosi cha Young Africans. Tuweke ofisa habari, si ni msemaji. Alikuwa ni msemaji, muhamasishaji. Kwa hiyo hii imekuwa ni mara ya pili tena anaingia mgogoro na rais. Yani unajua ukizungumza rais wa taasisi unazungumza kitu kikubwa sana. Ni mtu ambaye anastahili kupewa heshima kubwa mno. Unajua Manara anamuelewa kwa nini anamlaumu rais. Ni sawa na Tagato, wewe ukiwa ni mkuu wa taasisi fulani, alafu wanaofanya makosa ni wale vijana wako ambao wewe umewaajiri, ambao wewe unawasimamia. Kwa atavyoharibu yule, moja kwa moja hukumu itakuja kwako, kwa maana wewe ndio kiongozi mkubwa. Mfano mzuri pia hata kwenye upande wa nchi, anaweza kakosea mkuu wa wilaya, lakini vidole atanyoshewa mkuu wa nchi. Kwa ndivyo ilivyo. Kwa hiyo anakosea mtu mwingine, lakini lawama atakwenda kutupiwa nani? Karia. Lakini to be honest, Karia amekuwa anafanya kazi nzuri sana, kazi ambayo hakika leo hii tunajivunia mpira wetu wa Tanzania umepiga hatua, tunafanya vizuri. Basi ni katika uongozi wake. Mimi naamini hakuna mtu ambaye amekamilika hapa duniani. Kwa hiyo kuna makosa ambayo atayafanya, lakini kuna mazuri ambayo atayafanya. Kwa hiyo natamani siku moja pia Manara awe anajaribu pia hata kumsifia Karia kwa ile mazuri ambayo ameyafanya. Kweli anakosea kwa sababu ni mwanadamu, hajakamilika. Basi na yeye ajitahidi siku moja awe anaweza pia kumpa hata hongera kwa hatua kubwa ambayo anazidi kuifanya. Lakini tuasisitize pia hata baadhi ya viongozi na wale ambao sio viongozi, na wale watu ambao wana influence kubwa. Kwa mfano Manara ana influence kubwa, ana watu ambao wamemfollow labda kwenye mtandao wake karibia milioni 5. Kwa hiyo anavozungumza kitu, anavoposti kitu, kinaweza kikapelekea taharuki. Nini nataka kusema ni kwamba ulimi ambao umejaa mate siku zote huwa unakuwa na hali ya kujiamini ya kwamba unaweza ukahimili kitu chochote cha moto. Kwa hiyo wawe wanachunga sana, kwa sababu hili sakata kama alivyozungumza Alex litaanza kwenda kwa series. Limeenda kwa Manara ambaye sasa hivi ni kama shabiki tu, amepelekwa mahakamani. Kesi yake hatujui hatima yake itakuwa ni ipi. Itazidi kuendelea kwa baadhi ya watu. Kama imemwajibisha Almas Kasongo, kama imemwajibisha mzee Steven Mguto, basi kuna watu pia watakwenda kuwajibishwa katika hili sakata.